Na wewe ndio baba yetu wa wilaya hii. Hii sehemu ni ya kwako. Wananchi tunapata shida sana juu ya barabara hii. Saa hizi wananchi wanashindwa kuchimba viazi na wakichimba wanashandi kutoka hapa mpaka Rusitu. Kwa kipete kimoja mpaka 1500. Sasa huyu mkulima usipotengeneza namna hii hauwezi kupata pesa hiyo. Pesa zote zinaishia barabarani. Sasa kwa nguvu ya wananchi wakaona hapana. Kuna gari nyingine ambayo imechukua kifusi pamoja na hii. Na kifusi ndani. Na kifusi. Wakaona ni afadhali wajitolee kwa nguvu zao zote na magari yao na mafuta yao wakichali shimo galau tunapita. Leo mabasi ya mshito kupita hapa. Yamela kijiweni hapa. Kwa kuna hali ngumu kuliko kwenye barabara hii. Kutoka Rusitu hadi hasa kupa Bakofu anyway. Hii barabara inaleta uchumi mkubwa sana, lakini ndio hali mbaya namna hii. Hawa wananchi wana shida sana, wanapata shida sana. Shida mno. Na ndio wakasema hapana. Sisi tupo viongozi tupo. Tuamshe tuombe wananchi watushirikiane kwenye ukarabati wa muda kama namna kama mnavyoona mimi. Matatizo au changamoto tulizonazo kwenye kata yetu hii ambayo ni kata ya kilimo kubwa la kwanza ni barabara ambayo sisi tumebahatika kuona barabara zote ambazo ni za TARURA. Lakini hii moja ningeweza kusema kama ni ya Mkusanyo ambayo ndio inayotoka Rusitu kwenda mpaka Mdimbi. Hii barabara sisi wa ukanda huu tunaona kwamba ina muhimu sana hasa kwa sababu ya mazao tunapata kama hizi au masika. Tunapata tabu sana mwaka jana, mazao mengi kama chai ilikuwa inavunwa lakini ilikuwa haifiki mahali na ilikuwa hainunulika ikawa inabaki. Kwa hiyo watu wengi washiriki na chai kwa sababu ilikuwa haiendi mpaka Rusitu. Hiyo ni ya kwanza. Lakini hii tumeendelea kuomba ikipendeza serikali yetu au halmashauri yetu ione umuhimu wa barabara hii, ikipendeza muda wote iwe inafanywa wateja. Kilio chetu kikubwa, yani toka saa hizi mimi na miaka kama 2-3 nasikia hili swala la mapato wilaya ya Ludewa, barabara inaichukua namba ndio hii hapa nafasi. Sasa kama mkuu wa wilaya na wewe umeapishwa jirani, haki kitu kama nakipokea, tunaomba kifanyie kazi. Kwa sababu sisi tukifa huku, wewe utapata mapato? Utakosa. Sasa sisi kama tunakuzalishia kule wilayani, fedha zinakuja na lile geti la Rusitu ndio linavuna. Kwa hiyo sisi tunaomba msaada kama kiangazi kitaanza mwezi wa 6 wa 5. Kwa kweli ianze kufanywa kazi. Sawa. Sisi wananchi tutapata, yani hii barabara ikiwa vizuri kama nilivyosema, tutalima na zaidi. Watu wanajibana hivi kwa sababu atalima padogo, anashandi kwa pikipiki, sui matrekta shambani, yeye anapata 25,000, 20,000 gunia. Sasa hapo kulima atashindwa kutanua, ila barabara ikiwa nzuri, maeka na mega misitu yote hii itakuwa hamna. Watu saizi wameshaona hela iko kwenye kilimo. Kama ulivyosikia hapa, sui parachichi, umesema kitunguu, kila kitu. Ni kweli hapa kinakubali. Jibu halisi ni kwamba mheshimiwa, ni kwamba barabara inaye mkandarasi na atakuja kutekeleza. Makadirio atakuja kuanza lini kazi? Atakuja kuanza kutengeneza mara baada ya mvua kuisha, ambapo kwa ukanda wetu huu huwa mvua zinaisha tarehe 25 mwezi wa 4 au katikati ya mwezi wa 5. Kwa hiyo zikishaisha hapo ndio tunaweza kufanya kazi. Tayari bajeti ilishapangwa. Muda huu hapa akisema kwamba mkandarasi aingie kazini masika na fedha tayari shalipwa, ndugu zangu, itakuwa kazi bure. Si unasomeka vizuri? Kwa hiyo wakati mvua ikishakata wataingia kazini. Na maelekezo niliyotoa mengine wakaiangalia upya design ya hii barabara. Kwa sababu malalamiko ni kwamba barabara ikitengenezwa inaharibika kutokana na nini? Heavy duty. Lakini hauwezi kuzuia heavy duty ikiwa huku ndiko ambako nini? Uzalishaji ni mkubwa na mapato yako huku. Kwa hiyo tuacheni tuendelee tukakae kwa ajili ya kuongeza hata ile fedha ili hii maintenance ya barabara iwe ni kubwa zaidi ya kiwango ambacho kifaje kilipangwa awali. Mfano barabara kama hii kulikuwa na changamoto barabara kuelekea ile ya kuelekea Amani. Zile kilomita 7 mpaka wenyewe watu wa Amani wanaziita lami nyekundu. Kwa sababu imepigwa kifusi ile imara, heavy duty kwa wakati wote. Ndivyo kitu ambacho tunatakiwa kukifanya huko. Nasomeka vizuri?
Na huku unajua ni urahisi kwa sababu hakuna miteremko mikali zaidi ambayo unahitaji kusema uweke zege. No, ni kuimarisha tu barabara. Meneja, nendeni mkarishafu hiyo kitu. Sasa yule injinia wako ambaye nilimwagiza kesho aje hapa. Maana wewe mwenyewe una shughuli nyingine. Kwamba umwagize mtaalamu aje hapa kwa ajili ya kuona kazi inaendelea hapa. Wananchi tayari wanaendelea. Hatuwezi kusema kwamba injinia aje kesho, alafu aseme kwamba pale mambo, lakini kesho aje. Sawa sawa.